أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo tuko katika siku ya 16 ya mfululizo wa darasa zetu kuhusu uhalisia wa elimu, mjadala baina ya mtazamo wa kibepari na mtazamo wa Qur'an. Katika mazungumzo yetu ya darasa iliyopita tulizungumza kuhusu ubinadamu na uhayawani katika ilmu iliyokuwa katika mfumo rasmi, kwa sababu tunajifunza sasa hivi aina ya tatu ya ilmu ambayo ni formal education, non-formal education na informal education. Na tukasema kwamba ulimwengu kupitia mfumo rasmi unamwandaa mtu kiasi kwamba yeye mwenyewe anaamini kwamba ni hayawani, lakini baadaye unampeleka mahala kuweza kufanya vitendo vya kihayawani. Tumeona mifano kadha wa kadha katika mfumo wa elimu, na katika maeneo ambayo tuliyajadili nje ya mfululizo wa darsa ilikuwa ni suala zima la ilmu ya mantiq, almanatiqa. Wanaposema al-insanu hayawanun natiq, mwanadamu ni mnyama lakini ni natiq. Pameelezwa natiq, pamekusudiwa mwenye kufikiria, pamekusudiwa, wengine wamesema mwenye kuzungumza na lugha, maana yake ni kufikiria, na wengine wakasema binadamu ndio mnyama au ndio kiumbe ambacho kina lugha, lakini inahusisha vile vile kufikiria. Sasa mara nyingine kuna mjadala wa kutaka kutia falsafa kidogo kwamba makusudio ya hayawanun sio mnyama, bali ni kainun hai, kiumbe hai. Sasa neno kiumbe hai na neno hayawan, kainun hai wa hayawan, ni maneno ambayo yanahusiana kwa hakika, lakini unapotaka kujadili mambo kama haya, tizama asili yake, kwamba asli ya kusema kwamba mwanadamu ni hayawanu natiq maana yake nini na imetokana na lugha gani. Lugha ya Kiingereza ni animal, na Waingereza wenyewe wamechukua kwa Walatini hili neno animal. Sasa ukitizama katika biolojia tumeona kwamba wanamtambua mwanadamu kuwa ni hayawani, yani mnyama, na huyu mnyama amekuwa katika hatua mbalimbali, amefikia kiwango cha kwamba sasa yeye ni sapiens, homo sapiens. Sasa huyu ni mnyama mwenye kufikiria, mwenye akili, amepanda daraja, amefikia mahala sasa ni mnyama aliendelea. Hivi ndivyo tunaofundishwa. Na Wagiriki wenyewe
waliamini kwamba mwanadamu yantami ila nu'il hayawanat, aina ya wanyama, lakini wanyama wenyewe ni wanyama ambao wanatofautiana na wanyama wengine, kwamba wao wana uwezo wa kufikiria, wana uwezo wa kubuni. Sasa wao wanasema animalia, kwa maana animal, mwanadamu ni katika sehemu ya animalia Kilatini, na wazungu wakasema ni animal. Sasa neno hayawani kiasli lina maana ya uhai kiasli, na hata Qur'ani imetumia ikasema wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan, kwamba yale maisha ya akhira ndiyo maisha yenyewe, ndiyo uhai na maisha mazuri, lakini neno limetumika ni hayawani. Sasa katika tabia ya ilmu ya mantiq, tahdidu almustalahat, na wanatumia neno tahdid kwa sababu ni kuweka hudud, ukaingiza maana ukatoa nyingine, sio? Kwa hivyo katika kutoa taarifi ya neno au istilahi, kawaida unaingiza baadhi ya vitu na vingine unavitoa, si ndio? Kwa mfano, ukisema al-insanu hayawanun, neno hayawanun ni pana, ni neno pana, si ndio? Alafu ukisema natiq ni neno khasa. Kwa hiyo hayawanun haikuwa inatosha. Mnajua kwa nini haitoshi? Kwa sababu hata ukisema kainun hayy, mbwa ni kainun hayy, ng'ombe ni kainun hayy, kwa maana ya kiumbe hai. Kwa hivyo bado hujasema kitu, kwa sababu neno hayawani limekuja kutambulisha kainun hayy, ambaye kainun hayy sio mwanadamu peke yake. Sasa ndio maana ya tahdidul mustalahati. Neno hayawanun ni pana, linaingiza wote, alafu likija neno natiq linafunga, linaweka mipaka, linawatoa wasiokuwa mwanadamu, linamuingiza mwanadamu peke yake. Kwa hivyo hayawanun linaingiza wengi, natiq linawatoa wengi, linambakiza mmoja ambaye ni nani? Ni mwanadamu. Kwa hivyo bado hakuna tabriri ya kwamba hatujamuita mwanadamu hayawani. Sijui kama tunaelewana katika hilo. Huo ni mukhtasar. Sasa kabla hatujaenda mbele katika maudhui ya darasa yetu ya leo, katika mjadala wetu wa jana na juzi, tunataka kutoa baadhi ya thamara, tija, au tuseme tui la mjadala, kwa sababu tumejadili kwa kirefu baadhi ya istilahi za kiilmu, namna ambavyo zinamfanya mwanadamu ni hayawani, ni mnyama. Sasa tutoe tija tatu kama mukhtasar. Kwanza, mwanadamu hawezi kuwa mnyama, lakini anaweza kuwa na unyama. Hilo ni tui namba moja. Tukisema tui tunakusudia kukopesha neno lile. Tui ni tui la nazi, sio? Kwamba unachuja mpaka upate lile tui kitu safi, sio? Kwa hiyo thamara ya mjadala huo ni kwamba mwanadamu hawezi kuwa mnyama, lakini anaweza kuwa na unyama. Nukta ya kwanza. Pili, sifa ya ubinadamu na unyama, sifa ya ubinadamu na unyama, mwanadamu anaweza kuivaa na kuivua. Ile sifa ya ubinadamu na sifa ya unyama, mwanadamu anaweza kuivaa na anaweza kuivua. Na tutakuja kuona mfano huko mbeleni kuhusu mwanachuoni anaitwa Bal'am ibn Ba'ura. Mwenyezi Mungu anasema fansalakha minha, insalakha minha, alivua ile sifa, zile ayati alizopewa na Mungu kwa ishara ya ilmu alizopewa, alijivua, fansalakha minha. Kwa hiyo sifa ya ubinadamu na unyama, mwanadamu anaweza kuivaa na anaweza kuivua.
Lakini nukta ya tatu, uwiano baina ya elimu na ujinga. Uwiano baina ya elimu na ujinga ni sawasawa na uwiano baina ya ubinadamu na uhayawani. Tuko pamoja? Uwiano baina ya elimu na ujinga ni sawasawa na ubinadamu na uhayawani. Na ndio maana Mungu akasema, a innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisai, nyie kaumu Luti mnawaendea wa wanaume wenzenu kwa matamanio pasina wanawake. Hilo ni jambo la kihayawani Kisha Mungu anasema, bal antum qaumun tajhalun, nyie ni watu ambao mnafanya ujinga, ni majahil. Mnaona uwiano hapo, sio? Sasa kitendo cha kuwaendea wanaume wenzao ni kitendo cha kihayawani, japokuwa utafiti wa wenzetu unaonyesha kwamba hata hao hayawani wenyewe, mammals, wanaofanya kitendo hichi ni baina ya 6 na 10, lakini bado ni kitendo cha kihayawani, sio cha kibinadamu. Na kitendo hicho kinahusika na jahli, bal antum qaumun tajhalun, nyie ni watu mnaofanya ujinga kwa kufanya hilo. Kwa hivyo sio kitu ambacho ni murtakazun ala qawaid ilmiya, sio jambo ambalo ni la kiilmu, ni jambo la kijahil. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Sasa kuna uhayawani, alafu kuna jahl, alafu kuna ubinadamu na binadamu. Na sisi binadamu wote katika lugha zetu tunatofautisha baina ya mwanadamu na hayawani, kwa kule kuamini kwamba mwanadamu na hayawani ni vitu tofauti. Hata hao wazungu wenyewe, unapotukanwa ukaitwa mbwa, au unapoitwa mbwa umetukanwa, sio? Yani kutukanwa maana yake ni kwamba umevunjiwa heshima, umeshushwa chini. Mtu anapokuita punda wewe, anakuwa amekuvunjia heshima. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wanaamini kwamba hadhi yao ni zaidi ya wanyama. Wa illa ungeitwa punda alafu ukafurahia kwamba umepandishwa cheo, umeitwa kama sasa wewe kuwa ni kiumbe ambaye hukosei, alafu ukaitwa malaika, huwa haujavunjwa heshima, sio? Huyu malaika kabisa huyu bwana, kwa sababu malaika la yaasuna Allah ma amarahum. Wakati huwa haujatukanwa wewe, bali umepandishwa cheo, lakini kwa kuitwa mbwa, punda, umevunjiwa heshima, umevunjwa cheo. Sasa tizamini katika lugha zetu, mwanadamu katika lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Kiswahili, katika heshima ya mwanadamu sio sawa sawa, wala si katika ufasaha kusema amezaa. Mke wangu alikuwa hospitalini bwana, amezaa, ni sawa, lakini kuzaa kunafaa zaidi kutumika kwa mnyama kuliko mwanadamu, sio? Lugha ya heshima kwa mwanadamu amejifungua, naelewana, ni lugha ya kawaida, lakini inaonyesha ile heshima na daraja ya mwanadamu katika jamii ya kibinadamu. Unaposema nimekutana na fulani, amenona sana, huwa hujasema Kiswahili sawa sawa, kwa sababu mnyama ndio huwa ananona ili akachinjwe, sio? Lakini hunenepa au huwanda, unasema amewanda, amenenepa, tumeelewana? Lakini hanoni mwanadamu. Mwanadamu anapokwenda haja huitwa kwamba amejisaidia, lakini kwa mnyama huwezi kusema huyu mbwa akajisaidia hapa. Hutumia lile neno lenyewe, hasa lile lenye kinyaa lile, kwa sababu hakuna kinyaa kwa mnyama. Sasa hizi lugha zinaonyesha kwamba kuna tofauti hiyo katika utamaduni wetu. Mwanadamu hawezi, hata akifa haitwi mzoga, huitwa ni maiti, huitwa ni marehemu au mwili wa marehemu, sio?
lakini ni kumvunjia heshima ukimuita mwanadamu aliyekufa ukamuita mzoga, kwa sababu ile ni lugha inayotumika kwa hayawani. Hata katika tendo la jimai lile, na mtu mwanaume husema ameoa au amemwendea mkewe, lakini mnyama humpanda, dume linapanda jike. Sasa na wewe huwa unampanda mkeo? Hiyo lugha haitumiki, kwa sababu sio heshima kwa mwanadamu. Na maneno mengi unayoyajua ni kama vile kuugua kwa mwanadamu na kuuguza. Hawezi kuugua mnyama wala hauguzwi, na mfano wake. Sasa tunataka kusema kwamba hii level baina ya mwanadamu na mnyama ndio utamaduni wa binadamu, hata katika lugha yake ya kila siku, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuumba. Sasa mahala tulipofikisha sisi na ulimwengu kupitia njia ya ilmu, ambayo ilmu lengo lake ni kujenga heshima ya mwanadamu. Ile ilmu yenyewe katika formal education imeingiziwa vichocheo vinavyomchochea mwanadamu kuelekea katika uhayawani, wakati ambapo ilmu ndio chimbuko la kumpandishia daraja mwanadamu. Tutakuja kujadili istilahi mbalimbali. Tutakuja kuona uliberali kwa maana ya uhuru na liberation kwa maana ya ukombozi. Kwa hivyo tumewahi kuzungumza mara kadhaa kwamba sasa walimwengu wa kimagharibi, kwa sababu ya dhana ya uhuru, wamefikia mahala mpaka wakazungumza mambo ya kihayawani, nayo ni uhuru. Tumewahi kusema siku moja kuhusu suala la sexual liberation, uhuru wa ngono. Sasa uhuru wa ngono maana yake nini? Usijifunge funge. Na mtaalamu wa kisaikolojia tunamtaja kila mara, Sigmund Freud, ambaye anatuambia kwamba ni makosa ya kiafya ya mwanadamu kuzuia nguvu za kijinsia zinapokuja, azitumie, ni afya kwake. Anazitumia vipi? Aende atakavyoenda. Sasa sexual liberation ni ule uhuru sasa wa kwamba ukipata hisia zile zitoe kwa namna yoyote. Sasa wewe na hayawani kuna tofauti gani? Ndio tumesema mara nyingi kwamba ndoa ya kuku, jogoo anapomuona mtetea ndoa yao hutimu pale pale. Ikiwa na wewe kwa mujarrad wa kukutana na mwanamke barabarani, na mwanamke anapokutana na mwanaume barabarani, hawajuani, wanakutana, kinachowaunganisha ni ngono, na wanakwenda pamoja, wanatekeleza, kisha wanaachana, na hawajuani, kuna tofauti gani? Mmeonana, macho yakazungumza, kisha ulimi ukazungumza, kisha mkapiga hatua, mkaenda mbele, mkafanya jambo lenu, hamjuani, kisha baada ya pale kila mmoja akaondoka zake na hamtokutana abada. Wakati ndoa ni mmoja katika misingi ya kuijenga jamii kibinadamu. Ikiwa mbwa madume yanaweza kuhama mtaa yakaenda mtaa ambao kuna jike yakajazana, kuna tofauti gani na wale vijana wanakusanyika wakaenda mtaa ambao kuna binti kwenda kunyemelea, kwenda kuzengea? Sasa sexual liberation ni ule uhuru katika mapinduzi ya viwanda, pindi watu walipokusanywa wote wakaletwa mjini kwa sababu ya viwanda. Alafu maisha ni magumu, mshahara ni mdogo, pakawepo na watu wachache ambao sasa wanatoa huduma za ngono. Na kuulizeni, mambo mengine lazima tuzungumze. Leo hii kuna nchi gani haina biashara ya ngono? Wewe nitajie kwamba kuna nchi fulani haina. Sana sana kuna nchi ambazo biashara ni ya siri zaidi kuliko nchi nyingine, na nchi nyingine ni ya wazi zaidi. Lakini katika nchi za watu wanaoendelea ndio mahala ambapo lile tendo limekuwa more official, yani rasmi zaidi. Rasmi maana yake ni kwamba mamlaka nayo inatambua. Mara nyingine wana kadi maalumu na wamebatizwa wakapewa jina sexual workers, wafanyakazi wa mambo ya ngono. Sasa turudi katika mada yetu, karamatul insani,
heshima mwanadamu tumesema inapatikana kupitia nini? Ilmu. Sema akili, sema vingine vyote, lakini vyote vitarejea katika ilmu. Swali letu ni kwamba kwa wale waliohudhuria katika darasa zetu tangu mwanzo, kwa nini mnyama amekuwa ni mnyama? Mnyama kwa nini ameitwa mnyama? Ni hayawan. Hal asbaha hayawanan lifaqdi alfikri au lifaqdi almada? Hili swali nimelibuni kuzingatia yale tuliyozungumza huko nyuma. Je, amekuwa ni mnyama kwa sababu amekosa material au amekosa idea? Mnyama material anayo, sio? Mnyama anaweza kupata, ana vyakula, anaweza kupata chochote, anaweza kuishi katika eneo zuri, si ndio? Hajakosa material. Na mara nyingi anatumika kulinda material, sio? Anamiliki ikifaa kusema, maana yake anapata chakula na eneo la kulala na kila kitu, sio? Lakini yule mnyama hajabadilika, maisha yake yako vile vile, si mbunifu. Hakuna wakati anasema joto limekuwa kali sana nifanye kitu fulani, baridi imekuwa kali sana nifanye kitu fulani. Na maumbile yake Mungu kamuandaa awezi kuishi hivyo, ndio maana kamtengenezea manyoya vile vile, tofauti na mimi na wewe. Kwa hivyo mnyama amekosa fikri, hana mawazo, hana ubunifu, hana akili. Hiyo ndio tofauti. Na mwanadamu anapovua ubinadamu anavaa uhayawani. Hawi ni mnyama, lakini anakuwa na unyama. Ndicho ambacho tumekisema. Sasa tuna mambo manne, nataka tuende taratibu ili tuweze kutengeneza ground nzuri, ile jukwaa vizuri. Tuna al-insanu namba 1, ambaye anatakiwa atupe kitu kinachoitwa al-insaniya, ubinadamu. Mwanadamu atupe ubinadamu, mtu awe na utu. Alafu tuna al-hayawanu na al-hayawaniya namba 2. Tuna mnyama, matarajio yetu kwa mnyama nini? Kuwa na sifa za kinyama. Matarajio ni hayo, sio? Mnyama sio dhambi kuwa na unyama kwake. Ndivyo inavyotakiwa, ndivyo inavyostahili iwe. Na mwanadamu kuwa na ubinadamu ndivyo inavyotakiwa, ndivyo inavyostahiki iwe. Hizo ni namba 2. Namba 3, je, mnyama anaweza kuwa na sifa ya kibinadamu? Hiyo ni namba 3. Tumeelewana? Namba 3, mnyama anaweza kuwa na sifa ya kibinadamu? Majibu ni haya: naam. Mnyama anaweza kupewa sifa za kibinadamu kwa ajili ya baadhi ya malengo, kwa sababu ya baadhi ya majukumu. Mwenyezi Mungu anaweza kumpa tabia ya kibinadamu, lakini wakati huo hatakuwa binadamu. Kama ambavyo mwanadamu akiwa na tabia ya kihayawani hatakuwa hayawani, bali atakuwa tu na sifa ya kihayawani. Sijui kama tuko pamoja. Kwa hiyo nukta ya 3 ni kwamba mnyama, ndege, mdudu anaweza kupewa na Mwenyezi Mungu baadhi ya sifa za binadamu kwa malengo maalum. Labda tutoe mfano. Kwa mfano, ndani ya Qur'ani mwanadamu alikosa ubinadamu. Mwanadamu mwenyewe nani? Qabil alikosa ubinadamu, akamuua ndugu yake. Alifanya kitendo cha kihayawani ambacho hakina ubinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumia mnyama au akamtumia ndege kumuonyesha binadamu ubinadamu. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Mwenyezi Mungu alimtuma kunguru au kurabi baada ya kuwa kishamuua ndugu yake,
hajui la kufanya. Ndugu yake yuko ardhini ameshakufa, na ndio binadamu wa kwanza kufa, hajui amfanyeje. Hana maarifa ya swala zima la kuzika, amzike vipi, hana ilmu hiyo. Aliyekuja kumfundisha nani? Ni kurabi, ni kunguru. Mungu anasema fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi, anafukua katika ardhi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Baadhi ya ulama wanasema la, wamepigana kunguru wawili, mmoja akafa, alafu kunguru mwenzake akamfukia. Iwe ni hivyo au sivyo, lakini alifukua katika ardhi akampa darsa, kwa ilikuwa ni ilmu. Qala, akasema Qabil, ya wailata, kuangamia ni kwangu, ni mtu wa ajabu mimi, nimepata hasara mimi. Aajastu an akuna mithla hadha alghurabi fa uwariya sawata akhi, hivi mimi nimeshindwa kuwa kama kurabi huyu nikaweza kuusitiri mwili wa ndugu yangu. Fa asbaha minan nadimin, akawa katika wenye kujuta. Sasa huyu ghurabi ameweza kufanya tendo la kiilmu la kibinadamu, lakini bado hajawa binadamu, bado atabaki kuwa ni urabi. Ni muhimmatun khasa, ni jukumu maalum amepewa. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia viumbe visivyokuwa binadamu kumwelimisha binadamu, kufanya jambo la kibinadamu la kiutu. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Lakini mfano mwingine ni katika sura ambayo sote tunaifahamu. Mwenyezi Mungu anasema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa arsala alayhim tayran wa arsala alayhim tayran ababil. Ndege hawa Mwenyezi Mungu anasema arsala, kule anasema ba'atha, huku arsala. Kwa hivyo kule alikuwa ghurabi ni mab'uthun min Allah, na hapa ni mursalun au rasulun min Allah. Wale ndege tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil, walifanya jambo la kivita la kijeshi kuangamiza jeshi la Abraha. Tuko pamoja mpaka hapo, sio? Lakini nukta nyingine ndani ya Qur'ani, ndege hondo al-hudhud ambaye alitoroka katika mamlaka ya Suleiman. Suleiman akasema mali ala ara al-hudhud am kana min al-ghaibin, si muoni yuko wapi. Akaahidi kwamba atamchinja au atamuadhibu adhabu kali. Mahallu shahidi ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema famakatha ghaira ba'idin, akakaa muda si mrefu. Faqala, aliporudi akamwambia Suleiman, ahattu bima lam tuhit bihi, mimi nimepata ilmu ya jambo ambalo wewe hulijui. Kwa hivyo alikuwa na maarifa. Wajituka min saba'in binaba'i yaqini, nimekuja kutoka nchi ya Saba na habari yenye yaqini. Ilikuwa ni ilmu, si ilmu, ilikuwa ni ilmu, si ndio? Lakini huyu Suleiman hakukubali kwamba japokuwa ni naba'i yaqini, ina yaqini, yeye hakukubali kwa kuambiwa tu. Alitaka awe na ainul yaqini, sio ilmu yaqini tu. Akamwambia hivi, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kwa hivyo hakukubali habari ile kupata ile ilmu yaqini tu kama tulivyosoma. Alitaka kwa ainul yaqini na haqqul yaqini. Akasema idhhab bikitabi hadha, mpaka mwisho. Ile barua ya Suleiman ilipojibiwa alitambua kwamba yupo, si ndio? Hakumuona pale, alipata ilmul yaqin. Lakini alipomwambia njoo akamuona, alipata ainul al-yaqin. Lakini mahallu shahidi hapa nini? Mwenyezi Mungu amemtumia ndege kufanya jambo la kibinadamu la kiilmu. Tuko pamoja? Sasa inawezekana, lakini kuna upande mwingine muhimu katika upande wa kifasihi. Mwanadamu amekuwa akifanya kitu kinachoitwa katika ilmu al-balagha at-tashkhis. Tashkhisi mnyama mathalan uwezo wa kutenda kama binadamu, si ndio?
Ndo zile ngano zetu hapo zamani za kale, palikuwa na fisi, na huyo fisi alikuwa yuna jirani zake, na hao jirani zake. Hiyo inaitwa tashkhisi, si ndio? Kumpa mnyama uwezo wa kutenda kama mwanadamu ni moja katika mbinu za kifasihi za kumuelimisha mwanadamu. Na tashkhisi hii sio lazima iwe kwa mnyama tu, hata kwa viumbe ambavyo havina uhai vinaweza kupewa sifa hiyo. Kwa hiyo unaweza kusimulia, ndio utaona sasa katuni zinazotengenezwa hujenga taswira leo hii ya mtoto kutizama akayaona maisha ya hayawani, akayajengea taswira ya maisha ya viumbe vyenye akili. Kiumbe kimoja kinamwambia mwenzake hivi, wanazungumza mambo ya kibinadamu lakini yanawakilishwa na wanyama. Hiyo ni kazi ya kifasihi. Umeelewana? Lakini ukweli ni kwamba hayawani atabaki kuwa ni hayawani hata kama tukimpa sifa ya utendaji katika kazi zetu za kifasihi. Sasa kama unataka mifano zaidi, nadhani tuko pamoja, katizame sasa wanyama waliotajwa ndani ya Qur'ani, utayaona haya. Mbwa wa Ashabul Kahfi amezungumzwa kwamba Mungu alimtumia kuwa ni hifadhi na ulinzi wa Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid. Kwa hivyo ilikuwa anaitaka kuingia katika pango, yule mbwa namna alivyokaa tu yeye hawezi kuingia. Kwa hivyo ni mbwa ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani, lakini mimi na wewe hatujatajwa, na hajatajwa kwa ubaya. Na ndio maana mmoja katika mshairi katika kipengele cha shairi yake alisema faza kalbu ashabi kahfin. Inasemaje shairi? Alimsifu kwamba huyu mbwa wa ashabi al-kahfi amefuzu kwa kutajwa ndani ya Qur'an. Tumeelewana? Sasa sisi tukisoma Qur'ani na tukiwaona wanyama waliotajwa, kuna maeneo ya uhayawani ndani ya wanyama na kuna maeneo ambayo ni sifa kwa mnyama, hasa mnyama aliyetumwa. Wanasema Balama ibn Ba'ura, yule msomi mkubwa, alipotaka kupanda mlima kwenda kumwombea dua mbaya Musa, yule punda wake alikataa. Yani yule punda alikataa kupanda naye. Sasa ikiwa punda amekataa, ni kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kakataa kiilmu, lakini ilmu anayo? Hapana, hata kwa mwanadamu, sio? Tumependa sana kutoa mifano hii kwa sababu ya huko tunapokwenda kuna umuhimu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, hiyo ni nukta ya tatu. Tumesema amtahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun. Je, unadhani wengi wao hawa wanasikia au wanatumia akili hawa? Inhum illa kal an'ami. Hawa ni kama wanyama, na al an'ami ni wanyama maalum, sio? Ni ng'ombe, ni ngamia, ni kondoo au ni mbuzi, sio? Hawa hawasikii wala hawatumii akili. Kwa hivyo kusikia sio mujarrad wa kusikia tu, ni kule kusikia ukatafakari unayoyasikia. Wewe ni binadamu, sio? Na kule kutumia akili, wewe ni binadamu. Usipofanya hivyo, kal an'ami, wewe ni kama mnyama. Lakini hawa wamepotea zaidi kuliko wanyama, kwa sababu wao wamepewa vyombo vya kuweza kuwa werevu, wenye kufikiria, lakini hawakufikiria. Nadhani tuko pamoja. Ndio Imam Ali akasema katika maneno yake, fama khuliqtu liyashghalani aklu at-tayyibat. Mimi sijaumbwa ili nishughulishwe na kula vyakula vizuri vizuri, iwe hamu yangu ni kula vyakula vizuri. Kalbahimatil marbuta, mfano wa mnyama aliyefungwa. Mnyama aliyefungwa hamuha alafuha, hamu yake kubwa ni chakula chake. Akimaliza akisha shiba, lingine ni kwamba kama ni dume lipande jike, hakuna zaidi ya hapo, sio? Anaendelea akisema hata kama huyo mnyama hajafungwa au almursalati, aliachiliwa kwenda kwenye malisho, shughuluha taqammumuha, shughuli yake ni kwenda kwenye mapipa takataka, kula vitu vichafu vichafu, sio? Taqammumuha taktarishu min a'lafiha, anajaza tumbo
kutokana na vyakula anavyokula, sio? Watalhu amma yuradu biha, lakini hana malengo, hana mustakbal, hafikirii kesho, sio? Sasa tunataka kusema hapa panaonyesha ule utofauti baina ya mnyama na hayawani. Sasa nukta ya 4 katika hizo 3 tulizozitaja, al-insanu qad yaktasibu sifata al-hayawaniya, mwanadamu anaweza kuchuma sifa ya kihayawani, ana uhuru, ana uwezo. Na hapa tunataka kuweka kituo kidogo inshallah. Ukitizama Qur'ani imetaja wanyama kiasi gani, na ndege na wadudu. Tukimwambia kila mmoja hapa ataje mashaallah idadi ya wale wanyama, sio? Wanyama, ndege na wadudu. Na walipotajwa hawakutajwa katika hali zote kwa namna ya kulaumu mnyama. Yani pametajwa mnyama anailaumiwa ndani ya Qur'an, kwa sababu mnyama kuwa ni mnyama ni tabia yake. Hebu chukulie mfano, kuna sura zimepewa majina ya wanyama alafu kuna maeneo pametajwa wanyama ndani ya hizo sura. Kwa mfano al-ibil, ngamia, sio? Al-baqara pametajwa ndani, lakini na sura imeitwa suratul baqara. Al-an'am, sura imeitwa al-an'am, maana yake ameingia ngamia, ameingia ng'ombe, kondoo, mbuzi. Wal-adiyat, al-adiyati ni wale farasi ambao wanaingia katika vita, katika mapambano, sio? Al-fil, na sura nzima imeitwa sura ya ndovu. Haya, al-ijl, ndama. Al-hut, samaki mkubwa yule, wengine wanasema nchewa. Qiradata, nyani. Al-khayl, farasi. Al-bighal, wengine wamesema ni pundamilia, wengine wanasema al-kalbu, al-khinziru. Lakini kuna ndege kama ghurabu, tayran ababil, kuna al-hudhud. Kisha kuna wadudu kama al-ankabut, buibui. An-namlu, mdudu chungu. An-nahlu, nani? Nyuki. Al-ba'udha, mbu. Al-dhubabu, nzi. Al-qummalu, chawa. Al-dhafadi', vyura. Haya, nyoka. Thuban, nyoka. Tofauti wanasema ni nyoka na joka. Umeelewana? Al-jaradu, kama hawa seneni na mfano wake, sio? Hawa ni mfano wa ndege, wadudu na wanyama waliotajwa ndani ya Qur'an. Sasa kuna kutaja mnyama alafu kuna kutaja unyama. Qur'an imetaja wanyama alafu kuna maeneo pametajwa unyama. Sasa wanyama tunawafahamu na wametajwa hivyo, ndege wametajwa, wadudu wametajwa. Maeneo ambayo unyama, uhayawani umetajwa, tutoe mfano. Mbwa, kuna wakati mbwa ametajwa kama mnyama, mbwa wa ashabil kahfi. Lakini unyama sasa katika mbwa, na pametajwa unyama pale ambapo mwanadamu amevaa sifa ya yule mnyama. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, wasomee habari za yule tuliompa ishara zetu, kwa maana ya ilmu. Mufassiruna wamesema ni alim, mwanachuoni katika Bani Israili. Jina lake alikuwa akiitwa nani? Bal'am ibn Ba'ura, msomi ambaye Bani Israili wakimtumia dua yake ni makubuli. Wengine wanasema alikuwa na al-ismul a'zam, akiomba dua inakubalika. Mungu anasema wasomee habari za yule tuliompa ishara zetu, tuliompa ilmu. Fansalakha minha, akavua hilo vazi la ilmu tuliomvalisha. Na neno insalakha Mungu kalitumia ni kama vile unapochuna wewe mnyama, kavua ile ngozi aliyovalishwa na Mungu, sio? Fansalakha minha, akavua lile vazi la ilmu. Faatba'ahu shaitan,
kisha fakana min alghawin, akapotea. Mungu anasema walau shi'na, na hapa sikiliza vizuri, walau shi'na la rafa'nahu biha, lau tungetaka, Mungu anasema tungemnyanyua kwa ishara hizo, kwa ilmu hiyo, kwa sababu ilmu tabia yake inamnyanyua mtu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajati, elimu inampa mtu heshima. Walaqad karramna bani adam araaitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Zain, kwa hivyo huyu bwana Mungu angetaka kupitia ile ilmu angempandisha, lakini alipovua vazi la ilmu hakupanda, maana yake aliporomoka, sio? Mungu anasema walakinahu akhlada ila al-ard, alianguka akabaki ardhini, hakupanda juu, sio? Kwa maana alishuka daraja. Wattaba hawahu, akafata matamanio yake. Mahallu shahiri ni hapa, famathaluhu kamathalil kalbi, mfano wake ni mfano wa mbwa. Haya, akishakuwa mfano wa mbwa, tashbihi yoyote katika ilmu albalagha ina kitu kinachoitwa wajhu shabahi. Yeye amefanana na mnyama katika nini? Je, ana masikio kama ya mbwa? Hapana. Ana pua ndefu kama ya mbwa? Hapana. Ana manyoya kama mbwa? Hapana. Anatembea kwa miguu minne? Hapana. Lazima pawepo na eneo la ufananisho. Ni nini? Yani ndio tunasema uhayawani katika hayawani. Tuko pamoja? Famathaluhu kamathalil kalbi, katika nini? In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Ukitaka umpige yule mbwa, anatoa ulimi, anahema. Na ukimwacha, huna mpango wa kumpiga, anaendelea kutoa ulimi akihema. Maana yake ni kwamba nini? Hajui kinachoendelea, si ndio? Kwa hivyo mfano wenyewe ni katika jahili ya mbwa, katika kutokuelewa kinachojiri. Lakini mtu huyu nani? Atainahu ayatina, ni mtu aliopewa ilmu, lakini kafanana na mbwa katika ujahili, kwa maana ya kwamba haelewi kinachojiri. Sasa hapa wajhu shabahi ni ule uhayawani wa binadamu katika kufanana naye na kufanana na mbwa. Sijui kama tumeelewana katika hilo, na insha Allah hapa ndipo ambapo tutaanzia katika darasa yetu ijayo. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.